Kuna watu wana uwezo mkubwa sana maishani, lakini maisha yao hayasogei. Si kwa sababu hawana akili, si kwa sababu hawana ndoto, na si kwa sababu hawapati nafasi. Tatizo ni moja tu: wanawaza sana mpaka wanashindwa kuchukua hatua. Kila hatua wanaifikiria kupita kiasi, kila uamuzi wanauogopa, kila nafasi wanaona matatizo kwanza, na mwisho wake maisha yanaendelea huku wao bado wamekwama kwenye mawazo yao. Labda hata wewe upo katika hali hiyo sasa hivi. Mwisho wa video hii utaelewa kwa nini kuwaza sana kuna haribu maisha ya watu wengi kimya kimya, na jinsi ya kuanza kutoka kwenye hali hiyo kabla haijakupotezea miaka yako. Kuwaza sana hakuanzi kama tatizo. Mwanzoni huonekana kama umakini, kama busara, kama mtu ambaye anafikiria kabla ya kufanya maamuzi. Lakini taratibu hali hiyo inaanza kukufanya ushindwe kuchukua hatua. Unafikiria sana kabla hujaanza jambo. Unafikiria sana kabla hujatuma ujumbe. Unafikiria sana kabla hujafanya uamuzi wowote. Na mwisho wake hakuna kinachoendelea. Labda hata wewe umewahi kusema, ngoja kwanza nitafakari vizuri. Lakini hiyo kutafakari vizuri imekuwa miezi, wakati mwingine miaka. Tatizo kubwa la kuwaza sana ni kwamba inakufanya ujione kama unaendelea, wakati ukweli ni kwamba umekwama. Unaweza kutumia masaa mengi ukifikiria maisha yako, lakini bado usibadilishe chochote. Umewahi kujisikia umechoka kiakili hata kama hujafanya kazi nzito? Huo ndio uchovu wa kuwaza kupita kiasi. Na hapo ndipo maisha ya watu wengi huanza kusimama bila wao kugundua. Sasa nini kinakufanya ufikirie sana bila kuchukua hatua kwenye maisha yako? Ninaenda kuelezea sababu hizo kwenye video hii. Na mwisho wa video hii nitakuelezea pia suluhisho la namna ya kuachana na tatizo hilo na hivyo kupiga hatua kwenye maisha yako. Sababu ya kwanza ni hii: unasubiri uhakika ambao haupo. Watu wengi wanaowaza sana wana tatizo moja kubwa. Wanataka uhakika kabla hawajachukua hatua. Wanataka wajue kila kitu kitaendaje. Wanataka wajue kama hawatashindwa. Wanataka wajue watu watawaonaje. Lakini maisha yako hivyo. Hakuna mtu anayekuwa tayari kwa 100%. Kuna kijana mmoja alikuwa na wazo zuri la biashara. Kila siku alikuwa anasema bado anafanya maandalizi, bado anajifunza, bado anasubiri muda sahihi. Miaka 2 imepita, bado hajaanza. Tatizo halikuwa pesa. Tatizo halikuwa uwezo. Tatizo ni kwamba alikuwa anasubiri uhakika ambao haupo. Labda hata wewe kuna jambo moyoni unajua kabisa unatakiwa kuanza, lakini unaendelea kusubiri wakati sahihi. Ni mara ngapi umechelewesha maisha yako kwa sababu ya kuogopa makosa? Ukweli ni huu: watu wengi hawashindwi kwa sababu wamejaribu wakaanguka. Wanashindwa kwa sababu hawakuanza kabisa. Na hapo ndipo maisha huanza kupotea kimya kimya. Lakini hilo sio tatizo pekee. Kuna tatizo jingine naenda kulielezea kipengele kinachofuata. Sababu nyingine ni kwamba unatumia muda mwingi kufikiria kuliko kuishi. Kuwaza sana kuna kufanya uwe mtazamaji wa maisha yako mwenyewe. Badala ya kuishi, unaendelea kuchambua kila jambo. Unarudia mazungumzo kichwani mara kwa mara. Unafikiria sana kuhusu kesho. Unafikiria sana makosa ya zamani. Na wakati hayo yote yanaendelea, maisha halisi yanaendelea mbele bila wewe. Labda hata wewe kuna usiku umekosa usingizi kwa sababu ya mawazo ambayo hata hayajatokea. Na jambo baya zaidi ni hili: kadri unavyowaza sana ndivyo kujiamini kwako kunavyopungua. Kwa sababu akili inaanza kukuonyesha
kila kitu kinachoweza kwenda vibaya. Kuna mtu alitaka kuomba kazi, lakini kabla hata hajajaribu tayari kichwani ameona akikataliwa. Mwisho wake hakutuma hata maombi. Sasa jiulize, ni nafasi ngapi umepoteza kwa sababu tu ya mawazo yako mwenyewe? Wakati mwingine sio maisha yanayokuzuia, ni akili yako ndiyo inayokuogopesha. Na hapo ndipo watu wengi huanza kuishi maisha ya majuto. Lakini kuna kitu kingine hatari zaidi, ninaenda kuielezea kipengele kinachofuata. Sababu nyingine ni kwamba unachanganya kufikiria na maendeleo. Huu ndio mtego ambao watu wengi hawauoni. Unafikiri kwa sababu unawaza sana kuhusu maisha yako, basi unaendelea. Lakini ukweli ni kwamba kufikiria sio maendeleo. Unaweza kupanga maisha yako kila siku. Unaweza kuandika malengo yako kila wiki. Unaweza kutazama video za mafanikio kila saa. Lakini kama uchukui hatua, hakuna kitakachobadilika. Labda hata wewe una mawazo mengi mazuri kichwani, lakini maisha yako halisi hayaoneshi hayo mawazo. Kwa nini? Kwa sababu hatua ndiyo inayobadilisha maisha, sio mawazo pekee. Kuna watu wanajua kila mbinu ya mafanikio, lakini maisha yao bado hayabadiliki kwa sababu hawachukui hatua. Umewahi kujikuta una mpango mzuri sana, lakini ukaishia kuwaza tu? Hapo ndipo kuwaza sana kunaanza kuwa mazoea mabaya. Unaanza kupenda kufikiria zaidi kuliko kufanya. Hiyo ndiyo sababu watu wengi wanabaki na uwezo ambao haujawahi kutumika. Lakini bado kuna ukweli mmoja muhimu sana ninaenda kuelezea. Sababu nyingine ni kwamba kuwaza sana kuna kufanya uogope kuwa wewe mwenyewe. Watu wanaowaza sana mara nyingi wanaishi kwa kuogopa maoni ya watu. Wanaogopa wataonekana vipi, wanaogopa kufanya makosa mbele za watu, wanaogopa kuonekana hawajakamilika. Ndio maana wanaendelea kujizuia. Unaweza kuwa na kipaji kikubwa sana, lakini ukashindwa kukionyesha kwa sababu ya hofu ya watu watasema nini. Labda hata wewe kuna jambo ungependa kufanya, lakini unaendelea kuahirisha kwa sababu unaogopa kukosolewa. Na ukweli mchungu ni huu: kadri unavyoendelea kujificha, ndivyo unavyozidi kupoteza nafasi yako halisi. Na watu wengi wanaonekana sawa kwa nje, lakini ndani wamejaa maumivu kwa sababu hawaishi maisha yao ya kweli. Ni mara ngapi umezuia tabia yako halisi kwa sababu ya kuogopa watu? Kuwaza sana kunaua kujiamini taratibu, na watu wengi hawagundui mpaka miaka imeenda. Sasa suluhisho ni nini? Ninaenda kupatia suluhisho la changamoto hizi kwenye kipengele kinachofuata. Sasa swali ni, unaachaje kuishi kwenye mawazo muda wote? Kwanza, kubali kwamba huwezi kuwa na uhakika wa kila kitu. Maisha mengi yanajengwa kwa ujasiri, sio kwa uhakika. Pili, jifunze kuchukua hatua hata ukiwa na hofu. Usisubiri kujiamini kwanza. Kujiamini hujengwa kwa kuchukua hatua. Tatu, punguza muda wa kufikiria na ongeza muda wa kufanya. Kama una wazo, anza kidogo. Kama una lengo, chukua hatua moja leo. Sio lazima maisha yako yabadilike kwa siku moja, lakini lazima uanze kusonga mbele. Na mwisho, acha kuamini kila wazo linalopita kichwani kwako. Sio kila hofu ina ukweli ndani yake, na sio kila shaka ina maana usichukue hatua. Wakati mwingine akili yako tu ndio inakuogopesha. Ukweli ni huu: kuwaza sana kumeua ndoto nyingi kuliko kushindwa. Kwa sababu watu wengi hawakupoteza maisha yao kwa kujaribu na kuanguka. Walipoteza maisha yao kwa kufikiria sana mpaka hawakufanya chochote. Na pengine hata sasa hivi
maisha unayotaka yapo upande wa pili wa hatua ambayo unaogopa kuichukua leo. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Je, kweli maisha yako yamesimama kwa sababu huna uwezo, au yamesimama kwa sababu unaishi zaidi kwenye mawazo kuliko kwenye uhalisia? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi, kwa sababu siku utakapoanza kuchukua hatua badala ya kuanza sana, ndiyo siku maisha yako yataanza kubadilika. Asante sana kwa kufuatilia video hii. Usahau kucomment, kulike, kushare ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.